nimekaa na nyinyi miaka 2 nikiwa nasisitiza hayo. Ndio hayo ninayowatuma vijana viongozi wenu walioko huku kwa ajili ya kuyasisitiza hayo ninayoyasema sasa hivi, ili tupate kijana mzuri wa aina hiyo. Lakini kama utatoka bahati nzuri au mbaya, zote tunaziita mimi ni nzuri, zote ni kila mmoja kwa nafasi yake. Kama ukachukuliwa na vyombo, ukaenda magereza, ukaenda polisi, ukaenda uhamiaji, ukaenda TISI, ukaenda Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, uonyeshe sifa nzuri uliotoka nayo huko, kwamba kuna mwanzo mwema tuliuanzisha kwa ajili wao wataenda kukuendeleza tu pale tulikoishia. Lakini ninaamini sisi tumekutengeneza kuwa kijana mzuri. Hatukutengeneza kwamba uende kuwa askari lakini askari mwizi. Uende kuwa askari atakayekuwa ni adui wa Watanzania wenzake. Hapana. Tunatengeneza askari atakayekuwa ni rafiki wa Watanzania. Ndio maana unasema unaandikishwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Ni jeshi la Watanzania. Sio jeshi linaenda kuwa adui wa Watanzania. Unaenda kuwa ni mlinzi wa Watanzania, mlinzi wa katiba. Mmeapa wakati mnamaliza mafunzo yenu ya awali ya Jeshi la Kujenga Taifa. Yule atakayebahatika kwenda kwenye vyombo vingine ataapa tena huko anakoenda. Lakini kiapo chetu huwa kinalalia kwenye vitu vya msingi, tunaweza kusema viwili vitatu vikubwa: kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama vijana, kama vijana wenye nguvu. Lakini tunaapa kumtii Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio majeshi tunaapa hicho. Yule atakayekuwa amechaguliwa kulingana na katiba yetu akaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunatakiwa tumtii na tumlinde. Si kama mnanielewa vijana? Tumtii na tumlinde. Lakini vile vile tuilinde katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano. Katiba tulionayo sasa hivi ni katiba ya mwaka 1977. Ndio tunaendelea nayo. Tunatakiwa tuilinde isivunjwe. Lakini tulinde mipaka ya nchi yetu, ili nchi yetu iendelee kuwa salama. Kwa hiyo naomba, nimeongea na nyinyi kidogo haya maneno machache, lakini ninaamini ni maneno ambayo huwa mnaambiwa na viongozi wenu. Wanawafundisha ili yakae kwenye mioyo yenu. Mwisho wa siku, popote utakapokuwa kwenye utumishi wa aina yoyote ile, ukitoka hapa uende kufanya utumishi katika taasisi za kiraia, well and good. Ukitoka hapa uende kufanya kazi katika taasisi za majeshi, well and good. Yote haya tunayoyaongea haya ndio mnatakiwa mkayafanye huko kama vijana wazuri wa Tanzania. Hatuna mama mwingine, hatuna mjomba. Tutabaki na nchi yetu Tanzania. Ikitokea bahati mbaya ya amani ya nchi hii ikavurugika, mnaona nyinyi wenyewe, mnaona ni ushahidi kwenye mapicha nini, mnaona mitandao siku hizi, utandawazi, mnaweza mkaona nchi mbalimbali watu wanavyoishi huko. Kwa hiyo hii amani tunabidi tuishikilie na tumuombe Mwenyezi Mungu isije katokea vinginevyo. Na ndio maana vijana wazuri kama nyinyi tunaomba siku zote usije mtu akakushawishi tofauti kuliko haya tunayowaelekeza. Tunawaelekeza kuwa Watanzania wazuri, kuwa vijana wazuri wa Kitanzania mnaopenda nchi yenu, msiotaka nchi yenu ivurugike kwa mtu yoyote, msitamani mtu yoyote aivuruge nchi.